الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد usikum wa nafsi bitaqwa Allahi tabaraka wa taala. Ndugu katika iman, ningependa kuwapa nasaha kidogo kunako miezi mitukufu ya Uislamu, miezi mitukufu ya Kiislamu ambayo imetajwa katika Qur'ani, na hususan ukiangalia kwa kipindi hiki tupo katika mwezi huu wa Dhulqaada, ambayo ikiwa leo ni tarehe 5 Dhulqaada mwaka 1447 Hijiria. Nasaha zangu za leo zitajikita katika kuelezea kwanza hii miezi mitukufu yote kuijua, lakini pia kingine nitakachokizungumza kidogo, mambo gani ambayo Muislamu kama Muislamu anatakiwa ayafanye katika huu mwezi au katika miezi yote mitukufu, hususan huu mwezi wa Dhulqaada ambao tuko nao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Tauba aya 36, inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Hii ni katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ikaendelea mpaka ikafikia hatua inasema minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinul qayyimu, hiyo ndiyo dini iliyonyooka. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Hiyo ni surati Tauba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameieleza Imam Bukhari na Muslim katika sahihi zao, anasema Mtume, as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi minne ambao ni mitukufu. Thalathu mutawaliyatun, mitatu katika hiyo miezi minne imefuatana, ambao ni Dhulqaada, Dhulhijja, wal Muharram wa Rajab, Mudhar, na wa mwisho ni Rajab ambao ni umenasibishwa na kabila la Mudhar. Miezi hii imeitwa mitukufu kwa sababu gani? Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kipindi cha jahiliya, lakini baadaye ulipokuja Uislamu ukaharamisha mambo hayo. Ndio maana hii miezi ikaitwa ni miezi mitukufu. Kwanza miongoni mwa sababu zake, li'idhami hurumatiha inda Allah, kwa sababu ina utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Lianna dhunuba fiha ashaddu ithman, madhambi yanayofanyika katika miezi hiyo, madhambi haya yanakuwa ni makubwa zaidi, kwa maana ndani ya miezi hii dhambi ikifanyika inakuwa ni nzito zaidi. Wa ta'atu fiha a'zamu ajra, na taa inayofanyika ndani ya miezi hii pia inakuwa ni kubwa zaidi, yani inakuwa ni taa ambayo ina faida kubwa na ina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana alqitalu yuharramu fiha illa lidharura, na vita kipindi hiko vilikuwa vinaharamishwa kupigwana ndani ya miezi hii mitukufu isipokuwa kwa dharura kubwa sana. Ndio maana kuna baadhi ya vitu vilikuwa haviruhusiwi kufanyika ndani ya miezi hiyo, ambayo ni hiyo ambayo tuliyoieleza. Sasa tumalizie mambo ambayo yanapasa Muislamu ayafanye. Madha yambaghi ala almuslim fiha, jambo gani linapasa Muislamu apupie kufanya ndani ya hii miezi mitukufu, hususan mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulqaada. Kwanza kabisa, tarku dhulmi wal maasi, ni kuacha dhulma, kuacha maasi na kuacha dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye hiyo Qur'ani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msifanye dhulma katika miezi hiyo juu ya nafsi zenu. Kwa maana dhulma imma kufanya shirki, maana shirki ni moja katika dhulma. Dhulma hizi za kawaida, kuwaibia watu,
dhulma, kuzini, dhulma, kufanya maasi mbalimbali, zote zinahesabika katika dhulma. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas Allah amridhie anasema, ja'ala Allahu adh-dhanba fihinna a'dhama wal amala saliha wal ajra a'dham. Allah amejalia dhambi katika miezi hiyo, dhambi zinakuwa ni nzito zaidi na kubwa zaidi, lakini pia hata taa na kheri zinazofanyika ndani ya mwezi huo zinakuwa ni kubwa zaidi na zina malipo mengi zaidi. Hayo yapo katika kitabu Tafsiru Tabari. Jambo la pili la kukithirisha mwanadamu au Muislamu kufanya, al-iktharu min at-ta'at, kukithirisha kufanya taa mbalimbali, kufanya mambo mbalimbali ya kheri. Mfano as-sala, kusali, as-siyam, kufunga. Kuna zile funga za Jumatatu na funga za Alhamisi na ayyamul bidh, yale masiku meupe. Almuradi kwamba hakuna funga maalumu ambayo imeainishwa katika mwezi huu wa Dhulqaada, lakini japo katika miezi mingine zipo funga maalumu ambazo zimeelezwa. Tutakapofikia kueleza katika miezi hiyo basi tutazielezea, lakini katika huu mwezi wa Dhulqaada hakuna funga maalumu iliyowekwa, bali ni zile funga za kawaida zikiwemo ayyamul bidh, masiku meupe, na saumu ya Alhamis wa yaumul ithnain, Jumatatu na Alhamis. Adh-dhikr, pia kumtaja Allah kwa wingi. As-sadaqa, kukithirisha kutoa sadaka. Wa khasa fil muharram, na hasa katika miezi hii mitukufu. Ndugu zangu, lakini pia jambo lingine, ta'dhimu sha'airillah, kuzitukuza nembo za Allah, kutukuza mambo mbalimbali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hayo mfano kuna ibada za hija ambazo zinakuja huko mbele, ibada za Idi. Hizi zote ni katika sha'airillah ambazo Muislamu anatakiwa kuzitukuza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yu'adhim sha'airallah waman yu'adhim sha'airallah fa innaha min taqwa alqulub, mwenye kutukuza nembo za Allah, alama za Allah, huo ndio uchamungu wa moyoni. Hiyo ni surati al-Hajj. Ibn Kathir anaielezea aya hii kwamba ta'dhimuha yakunu bijtinabil maharim wa fi'li ta'ati, kutukuza nembo za Allah au alama za Allah ni kwa kufanya, yani kujiepusha na mambo yaliyo haramu na kufanya mambo mbalimbali ya kheri. Jambo la nne ambalo Muislamu anatakiwa apupie kufanya katika hii miezi ya kheri, al-iktharu min at-taubati wal istighfar, kukithirisha toba na kufanya kumomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna dhanba fiha a'dham, kwa sababu dhambi zinazopatikana katika mwezi huo au miezi hii ni kubwa zaidi. Fataubatu fiha aula wa a'dhamu athara, toba inatakiwa iwe kubwa zaidi na ni jambo zuri zaidi na ni jambo bora zaidi. Jambo la tano, ijtinabul qitali wal udwani, kujiepusha na mauaji, mapambano, vita na uadui, kwa sababu kana alqitalu fiha muharraman ta'dhiman laha, miezi hii ilikuwa vita kipindi hiko ni haramu, na kwa sababu ya kuitukuza tu kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema. Kuna faida hapa muhimu katika aqwali za ulama. Amesema Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake kinaitwa Lataiful Ma'arif, anasema adhambu ya'dhumu fil azminati al-fadila, dhambi zinakuwa kubwa katika ile miezi iliyokuwa bora. Kama yudhaafu ajruha fiha, kama yanavyoongezwa pia malipo katika miezi hiyo. Na kuna mambo mengi ya kuyafanya, lakini kikubwa miezi hii isipite tu. Ewe Muislamu, kithirisha kufanya khairi mbalimbali, kithirisha kuwalingania watu katika khairi, kuwakumbusha watu mambo ya khairi, ili uweze kuvuna khairi na faida mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazitaka kwa kila Muislamu apupie kufanya khairi hizo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu